Leo kuna somo zuri. Somo linaitwa kwa nini Waadventista wa Sabato wengi watakosa muhuri wa Mungu. Basi tupige magoti. Kama una uwezo kupiga magoti, piga magoti. Kama umebana, unaweza kuinamisha tu kichwa ukaomba kwa pamoja. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe na ufalme wako ufike. Umetuambia kwamba tunaishi katika kipindi cha mwisho cha kufungwa kwa historia hii ya dunia. Hivyo Yesu, unaruhusu mahubiri haya yasambae sehemu mbalimbali duniani. Basi kupitia hubiri hili nitumie mimi niliye mdogo kuweza kusema yale uliyokusudia yaweze kufika kwa watu wako katika siku ya leo. Basi tunajikabidhi kwako, lakini pia na msikilizaji, na atakayetazama, na atakayeona, na atakayesikia, wote na ukabidhi kwako Yesu, ili jina lako Bwana lipate kutukuzwa. Basi tukuwa nasi kupitia Roho wako Mtakatifu, na ninaomba kupitia jina lako la thamani, jina la Yesu Kristo. Amina. Tunapojifunza katika kitabu kile cha Christian Service cha 1925 na kwenye ukurasa ule wa 41 haya ya kwanza, kuna maneno haya ambayo natamani ndio tujenge msingi wetu wa ubiri katika siku ya leo. Maneno haya nabii wa Mungu anasema ni maneno ya pekee ambayo ninaliambia kanisa. Ni maneno ya pekee ambayo ninaliambia kanisa kwamba hakuna hata mtu mmoja kati ya watu 20 ambao majina yao yamo katika vitabu vya kanisa ambao wamejiandaa kufunga historia yao ya dunia, na hakika watakuwa pasipo Mungu na bila tumaini ulimwenguni kama mdhambi wa kawaida. Nabii wa Mungu katika kitabu hiki cha Christian Service cha 1925 ukurasa wa 41 haya ya kwanza, anasema ni maneno ya pekee anayoliambia kanisa kwamba kati ya watu 20, kati ya washiriki 20 ambao majina yao yameandikwa katika vitabu vya ushirika kanisani, nabii wa Mungu anasema hakuna ambaye amejiandaa kufunga historia ya maisha yake hapa duniani. Hakuna hata mtu mmoja kati ya watu 20. Kwa ina maana kwamba nabii wa Mungu anasema ikiwa kanisa lina idadi ya watu au lina washiriki 100, hiyo 100 ukigawanya kwa 20, yaani 20 fungu la kwanza, 20 fungu la pili, ukihesabu hapo hakuna. Kwa hiyo kumbe kuwa na ushirika kanisani kuna mawili, kuna kupotea, lakini pia kuna kufanyaje? Kuna kurithi uzima milele. Sasa nabii wa Mungu anasema kwamba watu 20 kanisani, washiriki wa kanisa, hakuna hata mmoja ambaye amejiandaa kufunga historia ya maisha yake hapa duniani. Sasa kwa nini tuwe na makanisa yanakuwa na washiriki wengi? Lakini kwa nini sasa tujiulize, kwa nini nabii wa Mungu anasema hivi? Kwa ndiyo somo ambalo tunakwenda kutafakari. Kwa nini nabii wa Mungu anasema hivi? Na tunapoishi sasa hivi sisi Waadventista wa Sabato tunategemea
kupewa muhuri. Kupewa muhuri na nani? Na Bwana Yesu. Muhuri, alama ambayo itatenganisha kati ya magugu na ngano. Kati ya magugu na ngano. Na huu muhuri ni kwamba ndio itatusaidia kusimama imara katika wakati ambao huko mbele yetu. Sasa washiriki wa kanisa tuko wengi, lakini nabii wa Mungu anaona kwamba kati ya watu 20 ina maana kwamba hakuna hata mmoja ambaye atapata muhuri wa Mungu. Sasa somo linasema kwa nini Waadventista wa Sabato wengi watakosa muhuri wa Mungu? Kwa nini watakosa muhuri wa Mungu? Kwa nini watakosa muhuri wa Mungu? Sasa leo tutakwenda kuangalia sababu kadhaa ambazo zitasababisha Waadventista wa Sabato wakose muhuri wa Mungu. Kwanza tujifunze muhuri wa Mungu ndio nini na kwa nini iwe ni muhimu kwa Mwadventista msabato kupata muhuri wa Mungu, kupata uthibitisho wa muhuri wa Mungu, kupata uthibitisho wa muhuri wa Mungu. Sasa tunapozungumzia muhuri wa Mungu, muhuri ni alama inayoonesha utambulisho wa jambo fulani, kwamba hilo jambo ni halali. Hiyo ndiyo muhuri. Na muhuri huwa inakuwa na vitu vikuu vitatu. Jambo la kwanza huwa inakuwa na jina la mmiliki wa huo muhuri. Jambo la pili huwa inakuwa na jina. Jambo la kwanza ni jina la mmiliki wa huo muhuri. Jambo la pili ni cheo. Huyo mwenye huo muhuri ni nani? Jambo la tatu ni huo muhuri unahusika katika sehemu gani? Kwa mfano, unaweza una kampuni, kwa lazima kuwe na muhuri wa mkurugenzi. Kwa hiyo cheo ni mkurugenzi. Huyo mkurugenzi anaitwa nani? Fulani bin fulani. Ni mkurugenzi wa kampuni ipi? Kampuni hii. Kwa muhuri lazima iwe na vitu vikuu vitatu: jina, cheo na nini? Na mahali ambapo huyo mtu anamiliki. Sasa hebu tuone muhuri wa Mungu tunaweza tukaupata vipi? Muhuri wa Mungu tunaweza tukaupata vipi? Kwa sababu unaposoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 7, Ufunuo sura ya 7 fungu la 2 anasema, nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri wa Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika 4 waliokuwa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuatia watumwa wa Mungu wetu muhuri juu ya vipaji vya nyuso zao. Kwa hapa tunaona kwamba kuna malaika anayeruka akiwaambia malaika wengine kwamba wazidi kuzuia dunia isiingie kwenye machafuko, lengo kwamba watumwa wa Mungu, yani watumishi wa Mungu, watu wa Mungu watiwe nini? Watiwe muhuri. Na huu muhuri, neno la Mungu linasema kwamba huyu malaika ana muhuri wa nani? Ana muhuri wa Mungu, ana muhuri wa Mungu. Sasa huu muhuri wa Mungu tunaupataje? Tusome kitabu cha Isaya 8 fungu la 16. Ufunge huo ushuhuda, ukaitie muhuri sheria kati ya wanafunzi wangu. Kwa hiyo muhuri wa Mungu inapatikana katika sheria. Sheria gani? Sheria zake, sheria za Mungu, yani amri 10. Sasa katika amri 10 ni wapi ambapo tutapata sheria, tutapata muhuri wa Mungu? Je, kwenye amri ya kwanza? Je, kwenye amri ya pili? Unapoangalia hizo amri zote, kwa amri ya kwanza, ya pili, ya tatu hadi amri ya 10,
amri iliyokidhi vigezo vya kuwa na sifa zile tatu: cheo, jina na mamlaka, ni amri ya 4 ambayo inazungumzia habari ya Sabato. Kutoka 20 fungu la 8 hadi la 11. Hapo ndipo tunapata muhuri wa Mungu. Inasema, ikumbuke siku ya Sabato uitakase, siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Kwa hiyo katika hii amri tunakutana na vitu vikubwa vitatu. Cha kwanza, inaeleza jina gani? Jina la huyu anayejitaja hapa ni nani? Ni Bwana. Bwana nani? Bwana Mungu wako, Bwana Mungu wangu. Lakini pia inaeleza cheo chake. Cheo chake ni nani? Anasema, kwa maana kwa siku 6 Bwana alifanya. Kwa cheo cha Bwana, yeye ni muumbaji. Sasa anamiliki wapi? Cheo chake, anatawala wapi? Anasema anatawala mbingu na nchi. Anatawala mbingu na nini? Na nchi. Ndio maana unaposoma katika kitabu cha Mwanzo sura 2 inaeleza kwamba mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Sawa? Na siku ya 7 Bwana alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Kwa muhuri wa Mungu unapatikana katika amri ya 4 inayosema nini? Inayozungumzia habari ya Sabato. Kwa hiyo muhuri wa Mungu ni siku ya 7, Sabato. Ndio muhuri wa Mungu. Tunaishi kipindi ambapo watu wa Mungu inatakiwa tutiwe muhuri. Kutiwa muhuri ilianza toka Yesu aliporuhusu amri ya 4 kuweza kufahamika kwa kanisa. Tangu nuru ilipoanza kutokea kwa watu wa Mungu, hapo utiwaji wa muhuri ilianza mpaka leo. Ila huu muhuri ni kwa kanisa la nani? Kanisa la Mungu. Kanisa gani? La Waadventista wa Sabato. Ndiyo kanisa la Mungu. Kwa huu muhuri ambao unazungumziwa hapa kwenye Ufunuo sura ya 7 fungu la 1 hadi fungu la 3 inazungumzia habari ya utangazaji wa amri ya Sabato iweze kufahamika ulimwenguni kote. Sasa amri ya Sabato inatakiwa ifahamike kwa watu wote. Yeyote anayekuwa anaamini habari ya ujumbe wa Sabato akatii yote, sio tu kushika tu Sabato tu na mengine yote, huyo hata akilala anakuwa ametiwa muhuri. Ametiwa nini? Muhuri. Sasa tuachane na hawa waliolala. Sisi ambao tuko hai leo, ambao wenda mimi au wewe tunategemea kuingia katika jaribu la utangazaji wa amri ya Jumapili, kama Bwana akiruhusu tuingie. Sasa nabii wa Mungu anasema kwamba wengi hatujajiandaa. Kati ya watu 20 kanisani, washiriki 20 kanisani, wengi hatujajiandaa. Kwa nini? Kwa nabii wa Mungu anamaanisha kwamba Waadventista wengi watakosa muhuri wa Mungu. Kwa tutaangalia sababu kadhaa ambazo zimeelezwa na nabii ambazo zitafanya Waadventista wa Sabato wengi kukosa muhuri wa Mungu. Tutaona sababu gani. Sasa hebu tuangalie